Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Mojtaba Khamenei, anatembelea njia ambazo baba yake alipita. Katika nyakati ambazo ni ngumu katika kipindi hiki, hasa baada ya kuuawa kwa baba yake Ayatollah Al-Khamenei, Mojtaba Khamenei aliteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Lakini moja kati ya jambo ambalo wakati huu Marekani na Israel hazitaki kuamini namna kiongozi huyo alivyokuwa shupavu, alivyokuwa na misimamo kama ile ya baba yake, huku baadhi ya wachambuzi wakisema huenda misimamo hii ni zaidi ya ile ya baba yake. Mojtaba Khamenei ambaye alishambuliwa pia katika shambulizi lililomuua baba yake, wakati huu bado hajaonekana hadharani, lakini matamshi yake yanaonyesha kwa uwazi kwamba ni kiongozi ambaye anatii kile ambacho baba yake alikifanya. Baba yake Ayatollah Al-Khamenei ndiye kiongozi ambaye kimsingi alikuwa akiogopwa mno na Waisrael na wa Marekani, kiasi kwamba walifikia hatua ya kuwaza namna ya kumuua. Mfumo mzima wa utawala nchini Iran ulikuwa ukionekana ni kama vile upo chini ya mamlaka ya Ayatollah Al-Khamenei, ambaye alikuwa mpinzani mkuu wa Marekani na Israel, kiongozi ambaye hakukubali kushindwa hata mara moja, huku akisema kwamba yupo tayari kuilinda Iran kwa mikono miwili na yupo tayari kufa kwa ajili ya Iran. Na kimsingi Ayatollah Al-Khamenei alikufa kwa ajili ya Iran. Sasa katika kipindi hiki ambacho Mojtaba Khamenei licha ya kwamba hakuonekana hadharani kuzungumza na wa Iran na ulimwengu kwa ujumla, lakini amekuwa akitoa hotuba zake ambazo zilikuwa zikisoma katika televisheni ya taifa, akielezea ni jinsi gani yupo tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika hotuba yake ya mwisho ambayo alitoa wiki iliyopita, Ayatollah Mojtaba Khamenei kwanza alisema atahakikisha mlango wa bahari wa Hormuz unalindwa na kwamba hakuna namna yoyote ya kuweza kuchukuliwa kwa mlango huu wa bahari wa Hormuz au Marekani kufanya lolote wanaloweza kufanya katika eneo hilo la Hormuz. Lakini pia mamlaka nchini humo ambayo inawasiliana zaidi na wapatanishi ambao ni pamoja na spika wa bunge Mohamed Bagher Kalibaf, lakini pia na waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi, mambo ambayo wanayafanya hana tofauti na yale ambayo walikuwa wakiyafanya katika kipindi cha uhai wa Ayatollah Al-Khamenei. Bado Mojtaba Khamenei amekuwa na misimamo inayofanana na ile ya baba yake. Mojtaba Khamenei aliwaagiza Mohamed Bagher Kalibaf, spika wa bunge la Iran, pamoja na waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi, moja kati ya mambo muhimu ambayo wa Iran sasa wanayataka kutoka kwa Marekani ni kuhakikisha kwanza Marekani inaondoa jeshi lake katika eneo la Hormuz, lakini pili, suala la nyuklia kuzungumzwa katika siku za mbeleni, jambo ambalo rais wa Marekani amelikataa. Rais wa Marekani amepinga mpango wa kusitisha mapigano bila kuzungumzia suala la nyuklia, lakini msimamo pekee ambao wakati huu Mojtaba Khamenei amebaki nao ni kwamba uranium iliyorutubishwa hadi 60% haitaondoka nchini Iran. Hili ndilo ambalo litasababisha mzozo mkubwa kati ya Marekani na Iran, ambao mzozo huo ndio uliokuwepo tangu kipindi cha baba yake Ayatollah Al-Khamenei. Al-Khamenei aliibuka shujaa katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baada ya kile kilichotajwa kwamba anataka kuanzisha silaha za nyuklia, licha ya kwamba alizungumza mara kadhaa kwamba Iran si taifa la nyuklia na hakuna mpango wa kuanzisha silaha za nyuklia katika nchi hiyo, lakini mpango uliopo ni mpango wa amani pekee. Hata hivyo bado mazungumzo yanaendelea kati ya Marekani na Iran kutafuta njia za kuweza kusitisha mapigano, licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba wakati wowote anaweza kuanzisha shambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, licha ya kwamba mazungumzo yanaendelea. Lakini Iran kupitia Mojtaba Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu, amesema kwamba majibu yatakayotolewa dhidi ya Marekani na Israel yatakuwa mabaya sana, huku viongozi wa chini wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambao wanaendana na sera za Mojtaba Khamenei ambazo pia ndio sera za serikali ya Iran ni kwamba kwa sasa watatumia silaha ambazo hazikutumika katika kipindi hiki. Lakini washauri wake pia Mojtaba Khamenei wakisema kwamba katika nyakati ambazo zitatokea kuwa ngumu na za kutokuamini kwa watu katika ulimwengu, ni namna ambavyo wanaenda kuzipeleka kuzimu meli za kivita za Marekani zilizopo katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambazo zinazuia bandari za Iran kutofanya kazi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana.